Ziko faida nyingi za kiongozi ambaye unaongoza kwa mifano, na kuna baadhi ya viongozi ambao wamepata mafanikio makubwa sana. Wakikaa wakaangalia, wakarudi nyuma, wakatazama, wanashangaa na kuogopa wakati mwingine juu ya mafanikio makubwa waliowahi kuyapata. Kwa nini? Kwa sababu wao wenyewe wanaona kwamba pengine hata watu wanawafuata kwa nguvu na kwa kasi zaidi kuliko ambavyo hata wao wenyewe wangeweza kujifuata. Lakini hayo yote ni kwa sababu wao wameweza kuongoza kwa mifano, ama wamekuwa exemplar leaders. Kabla ya kuanza kipindi chetu, napenda nikukaribishe uweze kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, la kama sio hivyo tunakuomba uweze kushare link hii kwa watu wengine ili na wao pia waweze kupata maarifa yale ambayo wewe unayapata. Naomba nikukaribishe sasa katika kipindi chetu. Kama utakumbuka, katika kipindi cha nyuma tulizungumzia umuhimu ama nguzo kuu za kiongozi anayeongoza kwa mifano, being exemplar leader Waingereza wanasema. Leo katika kipindi chetu cha leo tunaenda kuonyesha juu ya sifa muhimu za kiongozi anayeongoza kwa mfano, ama tunaweza tukasema faida kuu za kiongozi unazoweza kuzipata ikiwa unaongoza kwa mfano. Sifa ya kwanza ambayo kiongozi unaweza kuipata, ama faida ya kwanza unaweza kuipata ni kujenga imani ama trust. Kujenga imani ama trust. Kwa sababu gani? Ndugu yangu kiongozi, wewe unapokuwa unaongoza kwa mifano, tunasema moja ya nguzo muhimu sana ni uadilifu na uaminifu. Na unapokuwa unaongoza watu kwa kuwa mwadilifu na kuwa mwaminifu, maana yake ni kwamba ndani yao unajenga imani, unajenga uaminifu. Watu wanasema kiongozi anachokisema ndicho kitakachotokea. Angalia, kama isingekuwa rahisi kiasi hicho kwa nchi kama South Africa, Mzee Mandela kupigania taifa na watu kuwa nyuma yake, ni kwa sababu alikuwa anajua huyu mtu hawezi kutuangusha, huyu mtu ni wetu, huyu mtu tumemjaribu kwa vigezo vyote, ameonekana kushinda, huyu mtu anaweza. Kwa hiyo watu wanafikia hatua hata ya kupoteza uhai wao, lakini wanataka wawe pamoja na wewe kiongozi ili kuweza kutimiza ndoto zile ambazo zinatakiwa. Unajenga trust, unajenga imani kwa watu, na watu wanaona kabisa ya kwamba hapa kiongozi wetu hiki anachotuambia ni sahihi, hiki kiongozi anachotuambia hata kama ningekuwa mimi ningeweza kufanya vile vile. Wewe hujawahi kuona kwamba kuna watu wanazungumza na watu alafu watu wanaondoka hata hawataki kuwasikiliza? Kwa nini? Wanajua mara ya kwanza alituambia hivi, alidanganya. Mara ya pili ametuambia hivi, amedanganya. Mara ya tatu ametuambia hivi, amedanganya. Huyu haaminiki. Lakini kiongozi ambaye watu wanamwamini, kichote anachowaambia wanafuata, wanasikiliza, kwa sababu wanajua hajawahi kutuangusha na mtu huyu ni mwadilifu. Kwa hiyo kiongozi, faida ya kwanza utakayoipata ni kwamba watu watakuamini kama wewe ni kiongozi unaishi kwa mfano. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili ambayo kiongozi utaipata ni kuongeza ari ya kazi. Kuongeza ari ya kazi, kwa Kiingereza wanaita motivation. Unajua, kuna nyakati ambazo sio kwamba mtu anahitaji kulipwa ili aweze kufanya jukumu fulani. Watu wakati mwingine wanakuwa na bidii zaidi au ari ya kufanya kazi kwa bidii kwa sababu wanaona jinsi ambavyo kiongozi wao na yeye pia anaweza kufanya kazi zake ama akifanya mambo yake kwa kuonyesha mfano. Takupa mfano. Wewe kumbuka, niliwahi kuambia kwamba yupo mtu mmoja ambaye yeye aliwaambia wafanyakazi wenzake kwamba kwa sababu mtikisiko wa uchumi umekuja katika dunia, sio sisi tumechagua. Akasema hakuna mfanyakazi ambaye ataachishwa kazi. Akasema tutachukua likizo ili kuweza kuwainua wale wafanyakazi wa chini walipwe mshahara. Sisi wengine ambao tuna vyeo vya juu tuchukue likizo isiyokuwa na malipo. Hawa watu walimwamini huyu kiongozi baada ya yeye mwenyewe kuchukua hiyo hatua ya kwanza, kwamba yeye akachukua hatua ya kuhakikisha kwamba anaomba likizo isiyokuwa na malipo, na wale wafuasi wake ama wale viongozi ambao walikuwa wanamfuata kwa renki za vyeo na wao pia wakafanya kitu kama hicho. Nakwambia kwamba ile kampuni iliweza kupata faida kubwa sana walipopita kwenye ule mtikisiko wa uchumi, kwa sababu watu walikuwa wamemwamini kiongozi wao, na hivyo wakajua kabisa kwamba sasa lazima tufanye kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba hii taasisi yetu inapiga hatua, kwa sababu kiongozi aliwapa morali, aliwapa ari kwa kuweza kuonyesha kwamba maisha yanawezekana kwa mimi kuchukua hatua ya mfano. Kwa hiyo unaongeza motivation, unaongeza ari. Kama kiongozi utakuwa
kuwa unaishi kwa mfano. Hiyo ni faida ya pili ambayo unaweza ukaipata, whether katika biashara yako, whether katika taasisi, na hata katika mambo yako mwenyewe binafsi kama kiongozi. Faida nyingine ya tatu ambayo tutaenda kuiangalia ni kutengeneza viongozi wengine. Kutengeneza viongozi wengine, tunaweza tukatumia neno kwamba kutengeneza virusi vilivyo vizuri, virusi vilivyo vyema. Unajua kwamba daima tunajua virusi vinaangamiza, lakini viko virusi ambavyo vinakuwa ni virusi vizuri, vinasaidia. Sasa tabia za kiongozi kuishi kwa mfano zinatengeneza virusi vizuri. Vile virusi vinaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Tuseme hivi virusi ni zile tabia nzuri ambazo kiongozi amekuwa anaishi kwa kuonyesha mfano. Kwa hivyo maana yake ni kwamba kama watu wanaendelea kuzipata zile tabia zinaongezeka, hii kumbuka kwamba inatengeneza kitu kinaitwa uhimilivu wa kitaasisi, ama tunaweza tukasema sustainability ya organization or the sustainability of an organization. Kwa mantiki hiyo kwamba taasisi ina uwezo wa kuishi kwa miaka mingi kwa sababu hii taasisi imetengeneza viongozi, kwa mtu mmoja ama viongozi katika taasisi kuishi kwa mfano, na wale wengine wamezichukua zile tabia, wameanza kuambukizana. Ndio maana nilitumia neno virusi vizuri. Wameanza kuambukizana na wote wanaanza kuishi kwa mfano, wanaongoza taasisi kwa mfano, wanaishi maadili kwa mfano, wanafanya kila kitu kwa mfano, na hiyo inaendelea na taasisi inaendelea kuwa imara zaidi. Tunaweza tukatumia neno lingine ya kwamba wanatengeneza, ama viongozi wanaoishi kwa mfano wanatengeneza utamaduni thabiti wa kuhakikisha kwamba taasisi inaishi kwa muda mrefu, na taasisi inatengeneza tabia zinazotakiwa kuishi au watu kuishi ndani ya taasisi, na hivyo kuifanya ile kacha ambayo tunaweza kusema inakuwa ni kacha ambayo ni nzuri kwa taasisi, na hata vijana wengine wanaokuwa wanamaliza vyuo, wanamaliza shule maeneo mbalimbali, wanakuwa wanatamani kwenda kufanya kazi katika taasisi hiyo. Ngoja nikwambie, kuna baadhi ya vijana ambao wanamaliza vyuo vikuu, lakini unasikia anatamani, anasema mimi ningependa nifanye kazi kampuni fulani, mimi ningependa nifanye kazi taasisi fulani. Kwa nini? Kwa sababu viongozi waliishi kwa mfano, wakatengeneza kitu kinachoitwa utamaduni ama kacha, ambayo inawezesha ile kampuni kuwa na jina zuri na kuwa na sura na taswira nzuri machoni kwa watu wote. Kiongozi unapokuwa unaishi kwa mfano, kama ni biashara yako, kama ni uongozi wako, unapata taswira nzuri mbele ya macho ya watu wengine na kujitengenezea brandi ambayo ni sahihi kwa watu ambao unawaongoza na kwa jamii ambayo inahitaji kunufaika na hiyo taasisi ama wewe mwenyewe katika jamii yako. Tunashukuru sana kwa kuweza kutufuatilia. Kiongozi, ni imani yangu kwamba wewe ukifuatilia kile kipindi chetu cha kabla ambacho kinaonyesha nguzo kuu za kiongozi kuishi kwa mfano, ukaona na hizi faida zake, bila shaka itakusaidia wewe kuendelea kujipa motivation ama ari ya kuishi kwa mfano, ili taasisi yako iweze kuwa na manufaa ya muda mrefu. Tunakushukuru sana kwa kuweza kutufuatilia, na naomba sana kama ni mara yako ya kwanza uweze kusubscribe katika chaneli yetu. La hasha, tunakukaribisha uweze kushare linki na watu wengine, ili na wao pia wawe sehemu ya wale ambao wananufaika na haya masomo ambayo tunayatoa. Tunasema kwamba kiongozi, kila kitu kinaanza na wewe. In that case, do your best and God shall do the rest. Asante na karibu sana.